Bonde la mto Msimbazi lililopo mtaa wa Karakata, kata ya Kipawa, wilayani Ilala, jijini Dar es Salaam, limeanza kufanywa marekebisho baada ya kuacha mkondo wake wa awali. Ujenzi wa kona korofi unalenga kuhakikisha maji yanapita katika njia salama na kupunguza athari za mafuriko msimu wa mvua. Kandarasi wetu ameendelea kutuchongea mto wetu, mto Msimbazi, ili kuhakikisha mvua zikianza kunyesha aidha mwezi wa 4 au katikati ya mwezi wa 3, basi maji yaweze kupita kwa kufata mkondo ule ambao ametuchongea. Lakini wakati huo hichi kilichofanyika ni kwamba bado tunaendelea kutafuta utaratibu sahihi zaidi wa kuhakikisha hizi nyumba zinakuwa salama. Mto huu jinsi unavyotengenezwa hivi itakuwa ni jambo jema sana kama akitengeneza mkandarasi na badala yake akatujengea gambino. Na imani kwamba baada ya kukamilisha hizi kona korofi hali itakuwa si mbaya. Faida tunayopata hizi mkandarasi kutujengea gabions ni kwamba maji kuyarudisha kwenye mkondo wake ili nyumba za watu zisiondoke. Tuendelee na kurasa. Shule ya msingi Lumalu iliyopo wilaya ya Nyasa mkoani Ruvuma iliyokuwa na walimu 5 wa 4 kufariki katika ajali mbaya ya gari iliyotokea tarehe 28 mwezi wa 12 2024 na mwalimu mmoja kuhamishwa, sasa imepata walimu wapya. Pamoja na kupata walimu hao, shule hiyo bado inakabiliwa na changamoto ya walimu kupungua kulingana na idadi ya wanafunzi waliopo. Sasa walimu 8 tunajua kuna upungufu wa walimu 3, si ndio? Lakini huo upungufu wa walimu 3 usiwaondolee nyinyi jitihada za kufundisha, za kuwapa elimu watoto wetu. Tuliguswa sana na hili tukio. Baada ya kuondokewa na walimu tuliguswa. Kwa mfano mimi mwenyewe niliomba kuhamia huku, niliomba baada ya kuona kwamba shule haina walimu. Mara baada ya kutokea matatizo hapa hivi, nikasema ngoja na mimi nisaidie hapa kufundisha wakati nikiwa nasubiri mambo yangu yakae vizuri. Tumalizie kurasa kwa hili. Kijana mwenye umri wa miaka 22, mkazi wa Mbagala Rangi 3, mtaa wa Mchikichini, jijini Dar es Salaam, amekuwa akisumbuliwa na matatizo ya mgongo. Anaomba msaada wa shilingi 630,000 kwa ajili ya vipimo hospitalini. Kijana George Steven anaishi na baba yake mzazi Steven George Mwaya. Baada ya kutelekezwa na mama yake mzazi, alianza kupata dalili za kuanguka kwa kupiga magoti wakati alipokuwa na umri wa miaka 9. Ninachowaambia ndugu wa Tanzania, ninahitaji msaada wa pesa ya matibabu. Hospitali nimepimwa M2, nimeambiwa tatizo kubwa ni mgongo uliosababisha kufeli kwa kiuno ni mgongo. Nimeambiwa nataka 630,000 ya vipimo, na hapo kuna matibabu mengine yanaendelea mbele ya safari. Kweli na changamoto ya kuuma mwanangu, ana miaka 8, yuko ndani. Ni mtoto ambaye alizaliwa vizuri, anatembea, lakini akiwa maradhi yamemwangusha na umri wa miaka 9 alipomwanzia haya maradhi. Nachowaomba Tanzania wenzangu wote kwa ujumla, tupate kumsaidia huyu mtu kwanza, hiyo 630,000 apate kwanza kupata vipimo. Baada ya hapo matibabu mengine yataendelea. Kwa hiyo naomba Tanzania wenzangu wote mloguswa na hili swala mpate kumsaidia kijana, anateseka sana.